Sasa tukirudi kwenye kitabu Al-Munafiqun wanafiq, anasema wakana yusaiduhum ala maqasidihim, na walikuwa wanawasaidia wao juu ya makusudio yao. Jama'atun min arabi al-Madina, kundi katika waarabu wa Madina. A'ma Allahu basairahum, ameukofua Allah uoni wao, ikawa wao nyoyo zao zimepofuka, kwa sababu innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fi sudur. Hakika mambo yalivyo hayapofuki macho, zinazopofuka ni nyoyo. Mtu akiwa kipofu wa moyo ndio kipofu kweli kweli, zinapofuka nyoyo zilizomo ndani ya vifua. Sasa hao walikuwa ni vipofu wa nyoyo, hawaioni haki. فأخفوا كفرهم خوفا على حياتهم, wakauficha ukafiri wao kwa ajili ya kuogopea uhai wao. Wakana yarasu hadhihi aljamaa, na alikuwa aniongoza kundi hili Abdullah ibn Ubay ibn Salul al-Khazraji. Abdullah ibn Ubay ibn Salul ambaye ni Mukhazraji katika Ansari, katika watu wa Madina. Pale Madina pana makabila makubwa mawili ya Kiarabu, Aus na Khazraj. Abdullah ibn Ubay ibn Salul alikuwa ni Mukhazraj, alladhi kana murashahan liriyasati ahli Madina, ambaye alikuwa achaguliwa, amechaguliwa kwa ajili ya kuwaongoza watu wa Madina kabla hijrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kabla ya hijra ya mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Watu wa Madina kabla mtume sallallahu alaihi wasallam hajahamia kwao, walikaa vikao vyao katika jumba lao la mikutano, Safifa Bani Sa'id. Nasema mji hauna kiongozi, sasa itabidi tumtafute kiongozi, tumchague kiongozi atakayeongoza mji, ambaye sisi tutarejea kwenye jambo letu kwake. Sasa wakati katika mchakato wa kumpata kiongozi ambaye sasa alikuwa apewe bai'a tu, anaye Abdullah ibn Ubay ibn Salul, mara mtume sallallahu alaihi wasallam akahamia Madina. Sasa kuhamia mtume sallallahu alaihi wasallam Madina, bado anatafuta kiongozi mwingine kinyume na mtume sallallahu alaihi wasallam. Ule mpango wa kuchagua kiongozi ukafa, ikawa sasa Abdullah ibn Ubay ibn Salul hatachaguliwa tena kiongozi, kwa sababu kashakuja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo akapatwa na kitu katika nafsi yake, sasa huyu amekuja katuharibia mipango. Mwenyewe tayari kashajiandaa kwa ajili ya kutawazwa kuwa kiongozi wa watu wa Madina. Kwa hiyo akaanza kudhihirisha, akaficha uadui katika nafsi yake dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na dhidi ya Uislamu. Akauficha ukafiri ndani ya nafsi yake, akadhihirisha Uislamu. Wala shakka anna darara almunafiqina ashaddu ala almuslimin, na hapana shaka kwamba madhara ya wanafiki ni makubwa zaidi juu ya Uislamu au dhidi ya Uislamu min darari kufari, kuliko madhara ya makafiri. Tunaona kwamba uongozi na madaraka ni kitu kibaya. Sasa mtu anaweza akafitari ukafiri kwa sababu tukanyimwa kuwa ni kiongozi wa jambo fulani, kwa basi wewe utakuwa ni mkubwa wa kikundi cha watu hao, akaambia basi si mkubwa tena, akachukia na dini akaacha. Sasa waachaje jambo la dini, au akalipiga vita, kwa sababu tunaambiwa utakuwa tena kiongozi wa kikundi hiki, au wewe utakuwa tena kiongozi wa kijiji, sio dunia au nchi, kijiji au mtaa. Wewe utakuwa tena kiongozi hapa, kwa sababu jambo lako litakuwa limefika mwisho, kwa sababu dini atambia basi ataanza kuwa kinyume na jambo lile. Kwa nini amekoseshwa uongozi? Kuna watu nyoyo zao zimefungwa na jambo la kupenda ukubwa na uongozi, wako tayari kuua watu wote lakini apate uongozi. Basi ni uongozi wa nini? Ukubwa wa nini?
ukubwa wa kusimamia kuzoa mataka, ujinga na upumbavu. Basi hata huo ni ukubwa wa kufanya chochote kile, basi thamani yake unaona kwa mukabili wake ni kutupa dini. Kwa hiyo kuna watu wameushribu ala anfusihim au ushribu fi anfusihim hubba riyasa wa zaama, wamenywesha katika vifua vyao na nafsi zao kupenda uongozi, kama huyu Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Lianna ulaika, kwa sababu hao wanafiki, yadkhuluna baina almuslimin, wanaingia kati ya waislamu. Tunaona huyu ni mwenzetu, tutazungumza mambo bila kificho, huyu ni mwenzetu. Wao wanaingia kwa waislamu, fayalamuna asrarahum, wanazijua siri zao, wayushi'unaha baina al-a'da, kisha wanazieleza hizo siri baina ya maadui. Mimi siko pale, unazipata habari za ndani kabisa jikoni, kuna hivi, anazieleza siri za watu na habari za watu za ndani, akiwapelekea maadui. Hao ni watu waovu sana, watu wabaya katika jamii, hawafai. Kwa hiyo wayushi'unaha baina al-a'da'i min al-yahudi wa ghayrihim, na wanazieneza hizo habari baina ya maadui miongoni mwa Mayahudi na wasiokuwa Mayahudi. Kama hasala dhalika mirara, kama lilipopatikana hilo mara nyingi. Wal asasu alladhi kana alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, na msingi ambao alikuwa yuko juu yake mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, anatembea juu ya msingi huo, an yaqbala ma dhahara, ni kukubali lililodhihiri, wa yatruka lillahi ma batal, na anamwachia Allah lililojificha. Akija mtu akadhihirisha kheri, hata mkubalia, mimi na wasiwasi naye huyu, kwani moyo wake huyu hakuwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam. Maadamu kadhihirisha jambo fulani, tamkubalia. Mimi maana nimekukosea, nisamehe, anamkubalia. Mimi bwana niko hivi, anamkubalia. Niombe msamaha, nilikuwa anamkubalia. Dhahiri yake vile anavyosema na mtaala, hakuna bwana mbona amekuja hapa azungumza wewe, huyu labda atakuwa kuna kitu fulani au katumwa huyu. Anakubali kilichodhihiri kwao, na anazitegemeza, anaziacha na kuziegemeza siri zao kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinahu alayhi salatu wassalam ma'a dhalika, lakini yeye mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na hayo yote, kana la ya'manuhum fi 'amalin ma, alikuwa hawaamini wao katika jambo lolote. Huwa anajifunza kwao kwamba huyu kwa hivi alivyo, siwezi kumpa kazi ya jambo la umma. Hampi kama eti wewe utakuwa kiongozi, mimi nikiondoka utawalinda hawa, utakuwa ndio msimamizi wao, au jeshi linakwenda mahali fulani na safiri, wewe ni kiongozi wao. Hawapi kazi hiyo. Fakathiran ma kana yataghayyabu 'an al-Madina, basi ni mara nyingi vile alipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anakwenda mbali ya Madina, yani anaondoka mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina, wa yuwalli 'alayha ba'd al-ansar, na anamtawalisha juu yake Madina, anawatawalisha juu yake katika Madina baadhi ya ansar, wa yuwalli, na anawatawalisha 'alayha juu yake hiyo Madina, juu ya Madina baadhi al-ansar, baadhi ya ansar. Wewe utashika mji, mimi sipo hapa, ukiondoka utashika mahali hapa. Walakin lam yuhad, lakini hajazoeleka mtume sallallahu alaihi wasallam annahu walla rajulan, kwamba yeye aliwahi kumtawalisha mtu yoyote, mimman uhida alayhi nifaq, ambaye pamezoeleka kwake yeye unafiki. Hajawahi kumpa nafasi mnafiki yoyote. Liannahu alayhi salatu wassalam, kwa sababu yeye mtume alayhi salatu wassalam ya'lamu ma yakunu minhum, anajua yale yanayopatikana kwao. Lau wullu amala, lau wangelitawalishwa kazi. Liannahu alayhi salatu wassalam, kwa sababu yeye mtume alayhi salatu wassalam ya'lamu, anajua ma yakunu minhum, ay ma yahsulu minhum. Kana huna tamma, sawa, ma yakunu minhum, yale yanayopatikana kwao. Lau wullu amala, lau wangelitawalishwa amala, anajua kwamba hawa ni kuwapa kazi hawa kusimamia jambo, wataharibu. Fa innahum bila shakkin yattakhidhuna dhalika fursatan
kwa sababu wao bila shaka wataifanya hiyo ndio fursa lidharari almuslimin, fursa kwa ajili ya kuwatia madhara waislamu, kwa ajili ya kuwadhuru waislamu. Wa hadha darsun muhimun, na hili darasa muhimu liruasai alislami, wa viongozi wa Uislamu. Yuallimuhum, darasa hili linawafundisha wao anna yafiqu fil a'mali almuhimma, wasiwategemee katika kazi zilizo muhimu, kazi kubwa, illa biman, isipokuwa wale ambao lam tadhhar alayhim shubhatun, haikudhihiri kwao shubha yoyote, au lam tadhhar alayhim shubhatun nifaq, haikudhihiri kwao shubha ya unafiki, utata wa unafiki, au idhhar ma yukhalifu ma fi fuad, au kudhihirisha lile ambalo linakhalifiana na yaliyomo katika nyoyo. Naam, falyu'adhdhin almu'adhdhin. Wa ba'da al-adhan mu'ahadatu al-yahud, mu'ahadatu al-yahud, kufunga mkataba na mayahudi. Mu'ahadatu al-yahud, kufunga mkataba na mayahudi. Na hizi ni katika siasa za mambo ya nje katika utawala, mafungamano na wengine katika mambo ya amani, kadhalika mambo ya vita na mambo mengineyo kama mambo ya kibiashara na miamala mingine. Sheria ya Kiislamu imetuwekea misingi kama hii katika hali tofauti tofauti. Ukisoma sira ya Mtume sallallahu alaihi wasallama utakutana na darasa nyingi sana za maisha katika kila nyanja za maisha, imma maisha ya mtu binafsi, yeye mwenyewe au yeye na familia yake, mtu na mke wake au mtu na watoto wake au na wazazi wake, ndugu, jamaa, majirani, marafiki, waislamu wenzake, muamala wake na wasiokuwa waislamu, yeye na raia wenzake, yeye na viongozi wake au yeye kiongozi na raia wake, yeye na watu wengine, yani katika kila upande, katika mambo ya kibiashara, mambo ya amani na mambo mengineyo. Kuna ambayo ni haki ya kiongozi na mtawala wa nchi, na kuna ambayo yanawahusu raia wenyewe kwa wenyewe. Mambo kama ya amani na vita yanapangwa na viongozi na sio raia. Mambo ya mikataba inapangwa na mikataba mikubwa ya kinchi inapangwa na viongozi na sio raia. Mambo ya jihad na maandalizi ya vita na mengineyo na ulinzi wa nchi, hayo yanafungamana na viongozi na sio raia. Kwa kila mtu anatakiwa ajue nafasi yake katika Uislamu. Kila mmoja anatakiwa ajue nafasi yake katika Uislamu. Kwa hiyo katika mambo ya mikataba, Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunga mikataba na Mayahudi, yeye kama kiongozi. Sasa nasema hapa hadha, yajue haya au yafahamu vyema haya. Pia nasema hadha, jambo liko hivi, jambo liko hivi. Waqad alimta, na hakika ushajua kwa darasa zilizopita, darasa mbili zilizopita hapo nyuma, ushajua annahu, kwamba mambo yalivyo, kana yumadu almuslimina fil madina fi'atan, vilikuwa vinapingana na Waislamu katika Madina vikundi viwili, yani vilikuwa vikundi viwili ndivyo vinavyopingana na Waislamu pale Madina, al-yahudu wal munafiqun. Kikundi cha kwanza ni cha Mayahudi na cha pili cha wanafiki. Walakin ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qabila min haula'i dhawahira, lakini mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam alikubali kutoka kwa hawa dhahiri zao, alikubali dhahiri yao vile wanavyojidhihirisha. Wa aqada ma'a, yani hawa wanafiki alikubali dhahiri yao. Wa aqada ma'a ulaika ahda, na akafunga pamoja na hao Mayahudi mkataba. Muktadhahu, muktadha wake, muktadha mkataba huo, muktadhahu tarkul harbi wal adha,
muktadha wake na hukumilio yake ni kuacha vita na kuudhi, hapana kutiana maudhi. Fala yuharibuhum wala yuudhihim, hata wapiga vita wao wala hata waudhi wao, waendelee na mambo yao, awaache waislamu waendelee na mambo yao. Wala yuinuna alayhi ahada, na wala hawatasaidia dhidi yake yoyote, hawatamsaidia dhidi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam mtu yoyote. Maana yake anasema wa indahamahu bil madinati aduwwan, na akimvamia yeye hapo Madina adui yoyote, wa indahamahu bil madinati aduwwan, na akimvamia yeye hapo Madina adui yoyote, yansurunahu, watamtetea yeye, wa aqarrahum ala dinihim, na akawatuza wao, akawaacha wao wakiwa katika dini yao. Lakini katika taalika anasema mithaqul madina wa muahadatul yahudi, viaga vya Madina na mikataba ya Mayahudi, mimma ishtahara dhikruhu fi kutubi sira, ni katika vile ambavyo vimetangaa kutajwa kwake katika vitabu vya sira. Waqad warada min iddati turuqin la takhlu kulluha min dha'f, imekuja kwa njia nyingi, la takhlu kulluha, haziepukani zote, min dha'f na udhaifu. فليس لهذه الحادثة المشهورة إسناد صحيح سالم من علة قادحة، hapana kwa tukio hili lilikuwa mashuhuri isnadi iliyo sahihi iliyosalimika na ila yenye kujeruhi. Walidha, na kwa sababu hii basi lam yuridha al-Imam al-Dhahabi fi kitabihi al-mashhur Tarikh al-Islam au Tarikh al-Islam, na kwa sababu hii hakulitaja kulileta hili al-Imam al-Dhahabi katika kitabu chake mashuhuri Tarikh al-Islam. وكذا النووي لم يوردها في جملة حوادث السنة الأولى في تهذيب الأسماء واللغات. فكما هو الإمام النووي يحتاج tukio hilo katika jumla ya matukio ya mwaka wa mwanzo katika kitabu chake Tahdhib al-Asma' wal-Lughat. Wa mimman mana ila tadhifiha min al-muhaddithin al-Imam al-Albani, na miongoni mwa waliomili kwenye kudhoofisha tukio hilo katika wanawachuoni wa hadithi ni al-Imam al-Albani. Na matukio ya sira na tarikh lau kama yatapitishwa juu yake ahkamul muhaddithina yote, matukio yote, basi hayasalimiki ila machache. Watu wanataamal na matukio haya kama hayagusi katika masaili ya aqaid wala hayaingii katika kujenga sheria, kama si katika masala ya i'tiqad kuzungumzia mambo ya ghaib, wala hayagusi sheria wala hayagusi a'radhi an-nas. Hilo jambo muhimu, hayagusi a'radhi an-nas min as-sahaba wa tabi'in bisu'i, ikawa hayagusi heshima za masahaba na tabi'in, watu ambao thabatat adalatuhum, umeshathibiti uadilifu wao. Matukio ya taarifa yaliyokuja kwa habari ambazo hazijathibiti si hoja katika kuvunja adala hii. Ama katika mambo mengine ya habari tu itasamah na uangaliwa baina dhaifu yasir, ambayo ndani yake kuna dhaifu yasir, na haya wanayafahamu watu wa ilmu ya hadithi kwamba dhaifu inafahamika kwamba dhaifu hii ni yasir, na yale ambayo ndani yake kuna ni shadidu dhaifu, dhaifu yake ni kubwa sana. Kisa ni wahi jiddan, wahiyatun jidda, khabari mawdhu' mukhtalaq masnu' makdhub, khabari yetu zitaamana. Kisa ni munkara, haiwezi kuchukuliwa. Kwa hiyo vitu kama vipesi hivi wanavipitisha kidogo. Sawa, habari imekuja kwa mtu saduq
yani maqbul lam yutaba alayhi katika habari hiyo dhaifu yasir imashura, lakini sharti isiwe inagusa katika mambo ya itikadi. Hatuwezi kujenga misingi ya itikadi kwa jambo hili. Kadhalika isiwe inagusa mambo ya tashrii', kama ni jambo linaweka sheria katika dini, kwamba jambo fulani kadha kadha tuweka sheria kwa kupitia habari hiyo, la sawa. Au nagusa heshima za watu waliotakasika, kwa sababu habari ambiwa pamesema, unajua lisemalo lipo, maneno ya Kiswahili watu wa hadithi wana maneno hayo kwamba lisemalo lipo, kama alipo laja sawa. Watu hadithi wana lete ushahidi katika hilo unalozungumza. Man amman, tuangalia thika ni mtu mkweli, habari ni sawa, tuifanyie kazi. Habari si sawa, baki nayo mwenyewe. Simenielewa? Kwa sababu katika Uswahili na katika mambo ya isiyokuwa ya kidini, yani watu mambo ya kimitaani, wao hawana shida ya sanidi kabisa. Habari zao za kimtaani sana ndio kazi gani? Kila takileta habari kwa wao ni mkweli. Tena wakwambia mlevi ndio asema ukweli sana. Unajua mlevi? Mlevi bwana asemi uongo. Yaani vile akiwa na akili timamu atasema uongo, kila akilewa asema uongo. Ajibu amru. Ndio hivyo. Wanapasisha watu mlevi na mtoto mdogo. Kwa hiyo wale watu wote thiqat na waadilifu, amri la jambo lao litarudishwa. Tutachukua habari kutoka kwa mlevi na watoto wadogo ambao hawajafikia bale. Ndio jamii ilivyo. Bali na mtu mnyonge pia, kwa mambo kinyonge hivi dhaifu, kitu chenyewe maskini huyo atakuwa mkweli. Sasa katika Uislamu hakuna hicho. Kama mwanamke bwana, bibi mzee bwana, kalia mkweli huyo. Sheria ya Kiislamu haina misingi hiyo, haina utaratibu huo. Uislamu una misingi. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Bas tushikana haya inshallah kwa darasa nyingine kuhusu mashru'iyatul qital, kuwekwa sheria ya vita, kuwekwa au uanzwaji wa vita, mashru'iyatul qital, uanzwaji wa vita. Tuje kuanzia hapo inshallah. Tutasogea inshallah pengine katika mwaka wa masomo huu tutafika mpaka kwenye vita vya Badri na vile vinavyofuatia Badri, matukio yaliyokuja baada ya vita vya Badri pengine inshallah, au mpaka pengine tukafika Khandaq huko. Tuswalini subhanakallahumma